Ndio mwana filamu darasa, tunakutana tena katika somo letu la endelevu kabisa la filamu darasa Tanzania. Leo hii tunakwenda kuangaza namna ya kuweza kunufaika katika utengenezaji wa maudhui ndani ya YouTube. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la wasanii kutoka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kuweza kutengeneza content mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuzirusha katika mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube, Facebook na mitandao mingine ifananayo na hiyo kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato, lakini pia kuweza kutengeneza engagement ya kazi yake pamoja na fans ambao wanafuatilia kazi zake. Hapa tunakwenda kutoa elimu fupi tu kwa ajili ya kuweza kufanya wewe ambaye unatengeneza maudhui kwa ajili ya kuweza kurusha michezo yako ya maigizo katika mitandao ya kijamii, kitu gani cha kuweza kuzingatia ili uweze kufanya kazi kwa ubora zaidi, lakini pia kutengeneza engagement nzuri baina yako wewe na mtazamaji wako ili asiweze kukinai kazi yako ya sanaa. Mwanzo mwisho utakuwa nami Steven Mapunda katika kipindi hiki cha filamu darasa, lakini pia kama utakuwa bado hauja subscribe, fanya hivyo, bonyeza neno subscribe, itakuja alama kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na utakuwa unahabarika kila update ndani ya filamu darasa Tanzania kupitia channel hii ya Steven Mapunda Film. Leo hii kwa nini tunakwenda kuangaza matengenezo ya maudhui ndani ya social medias? Kwa nini tunataka kuangalia hivyo? Kwa sababu kwa sasa kuna wimbi kubwa sana la content creators wakiwa wanatengeneza content kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato ndani ya mitandao ya kijamii. Na hili si kosa na wala si kitu kibaya, ni kitu kizuri zaidi kwa sababu mwamko umekuwa mkubwa zaidi na elimu imezidi kuwa kubwa. Tunawaona sasa hivi hata wasanii ambao walikuwa hawana mwamko kufanya content za kwa ajili ya YouTube na mitandao mingine, kwa sasa wameamka na kuweza kufanya kwa wingi na kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo hapa tunakwenda kupeana maarifa ili unapokuwa unafanya content hizo hususan za kuigiza, kuna vitu ambavyo unatakiwa uweze kuvizingatia. Na katika tukirejea nyuma kuhusu utengenezaji wa filamu, tulisema kwamba kuna hatua 5 za kuzingatia katika utengenezaji wa filamu. Hatua ya kwanza tulisema inaitwa development, hatua ya pili tukasema inaitwa pre-production, hatua ya tatu tukasema inaitwa production, hatua ya 4 tukasema inaitwa post-production, na hatua ya 5 tukasema inaitwa distribution. Ambapo ukiangalia development, kwa wale ambao wenzangu na mimi Kiswahili chetu ndio lugha yetu ya taifa, development walimaanisha kuwa ni hatua ya kwanza ya kuweza kulitengeneza wazo na kulikuza ili kuweza kufanya kazi iliyo bora zaidi. Lakini pre-production ni kikao cha kwanza kabla ya kuanza uzalishaji, lakini production ni sehemu ya kuzalisha filamu. Post production ni sehemu ya kufanya editing, uhariri wa filamu, na tunapozungumzia distribution ni sehemu ya kuweza kusambaza kazi ya filamu ambayo imekwisha fanya. Somo hili nimeshawahi kulifundisha ndani ya Steven Mapunda Film, utaweza kulitafuta tu ukisearch hapo, ukiangalia kwamba hatua za utengenezaji filamu utakutana nayo hayo yote ambayo nimeeleza. Lakini kwa nini nimeweza kulifaa katika somo hili? Kuna kipengele cha mwisho ambacho ninahitaji niweze kukitumia, ambacho ni kipengele cha 5 inachosema kwamba usambazaji au distribution. Katika usambazaji umegawanyika katika makundi tofauti tofauti. Kundi la kwanza la usambazaji tunasema DVD release, ambayo hii Watanzania tumeizoea zaidi, usambazaji kwa njia ya DVD. Na tumeona tasnia yetu, ukipiga miaka 8 iliyopita, miaka 6 iliyopita, soko la CD ndio lilikuwa soko kubwa zaidi, na wasambazaji mbalimbali katika taifa letu la Tanzania walikuwa wakisambaza, hata wasambazaji binafsi pia walikuwa wakisambaza kwa kupitia DVD release, ambapo DVD release hii inaingia kwenye flash, inaingia na kwenye devices zingine ambazo zinaweza zikahifadhi kazi kwa ajili ya kuweza kusambaza. Hata cassette pia, hizo zote zinaingia katika mkumbo huo. Kwa hiyo katika usambazaji kuna usambazaji wa aina ya kwanza ambao huu unaitwa DVD release, lakini kuna usambazaji wa aina ya pili, hii inaitwa theater release, theater house release. Hii ni sehemu gani? Hii ni aina ya usambazaji wa filamu ambayo hii inatumika zaidi katika majumba ya sinema. Kwa mfano kama kwa Tanzania, Anza Convention, majumba maarufu kwa ajili ya kuonyesha sinema. Tunapokwenda kuangalia sinema mpya inayotoka katika mataifa makubwa, Hollywood, inayotoka Norway na kadhalika,
zile tunapoenda kuziangalia, maana yake pale tunawasaidia kwenye distribution, lakini katika njia ya theater release, katika njia ya majumba ya sinema. Hii ni njia nyingine ya kuweza kusambaza kazi za filamu, kazi za sanaa kwa kutumia theater release. Lakini kuna njia nyingine ya tatu ambayo hii inaitwa digital platform. Digital platform kwa maana ya kwamba kuweza kuisambaza filamu katika njia za kimtandao. Hapo ndipo unakutana na makampuni makubwa kama kina Netflix huko, ukiwa ndio unakuja kukutana na kina YouTube, unakuja kukutana na watu wakina Facebook na watu wengine ambao hawa sasa wanasimama katika eneo la digital platform. Kwa hii pia ni sehemu ya kusambaza kazi za filamu. Kwa hapa ndipo ambapo mimi niko na pahitaji niweze kugusia kwamba kwa sasa sisi hatufanyi makosa, tupo katika ulimwengu wa kimabadiliko. Kwa kazi zetu za sanaa kwa sasa tupo katika hatua hii ya digital platform wa usambazaji kwa njia za kimitandao. Kwa ndio kitu ambacho tunakifanya kwa sasa, lakini nilichokuwa nahitaji tuweze kujifunza Mwanafilamu Darasa namna ya kuweza kuzingatia kufanya kazi hizi katika ubora ule ule. Watanzania wengi tumekuwa na kasumba kwamba ukimfuata mtu ukimwambia nataka kutengeneza filamu, anakuuliza hiyo filamu unapeleka kwenye TV station? Yes, nimekumbuka kitu kingine, lakini distribution nyingine ni TV release kwa kupitia TV station, ambapo Tanzania pia tumeshapitia hiyo. Kuna filamu unakuta unacheza au tamthilia inakwenda kuonyeshwa kwenye TV mbalimbali za ndani ya nchi na nje ya nchi. Hiyo pia ni sehemu nyingine ya kufanya distribution. Anyway, hizo ni njia nne ambazo nimeweza kuzigusa, lakini turudi kwenye digital platform. Nimesema kwamba unakuta mtu anakupa kazi au unaenda kumpa kazi, anakuuliza hiyo kazi ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupeleka kwenye TV, kwa ajili ya kuweza kuuza mtaani, au ni kwa ajili ya kuweka YouTube? Ukimwambia tu YouTube, mtu anaona kwamba YouTube anachukulia ile kawaida kwamba YouTube nitashoot tu na simu, nitashoot katika mfumo wa simu tu, itaenda itaenda kwa jamii, watu watakula. Ukisema kwamba itakwenda kwenye TV, hapo mtu anaanza kufikiria kwamba seriousness ya kazi, kwamba hii kazi itakuwa iko very serious, ataanza kuipa value kubwa kuliko YouTube. Sasa hapo Watanzania ndipo tunapokosea. Sisi kwa sasa tupo katika digital platform. Unapokuwa unafanya kazi ya filamu kwa ajili ya YouTube, fanya kwa kufuata vigezo vyote vya kutengeneza filamu. Kwa sababu gani ufanye kwa kufuata vigezo vyote? Hii YouTube ambayo tunaonyesha kazi zetu, device ambazo zinatumika kuweza kutazama kazi zetu ni device tofauti. Sisi tunalenga kutazama na watu ambao wanamiliki simu peke yake, lakini kuna mataifa mengine wao kuhusu mitandao ya kijamii sio anasa, ni sehemu ya haki zao za kimsingi. Kwa hiyo unakuta mtu amekaa sebuleni na familia yake, wamefungulia Steven Mapunda film, wanaangalia masomo. Kwa hiyo mtu anapo display kazi yako, kama uliweza kuishuti katika mfumo wa simu, yeye device yake ana display labda unakuta ina inchi kubwa zaidi, kwamba unakuta TV screen yake ni inchi kubwa zaidi, ambapo wewe ulikuwa umeweka katika device ambayo inaweza ikafaa kwenye tablet au kwenye simu. Ukija kudisplay kwenye screen kubwa, unajikuta kwamba ile quality inapotea. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inakuwa ni organization, na pia inakuwa ni professional katika kutengeneza filamu. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza filamu kwa ajili ya kuweza kurusha kwenye mitandao ya kijamii YouTube, basi hakikisha kuwa unatengeneza maudhui ambayo yatakwenda kuwa unufaisha watumiaji wa device tofauti. Atakayetumia simu aweze kuipata quality, atakayetumia tablet apate quality, atakayetumia laptop apate quality, atakayetumia TV, atakayetumia projector, na mtu yoyote yule aweze kuipata ile quality. Na hiyo yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu kazi yako ambayo unaifanya, uifanye kazi yako kwa ajili ya kulenga tu soko moja, unafanya kazi yako kwa ajili ya kuilenga dunia. Kwa sasa kwenye digital platform tunasambaa dunia nzima. Kwa hiyo fanya kazi kwa kuweza kuzingatia miiko yote ambayo, kama ile serious ungeiweka kuipeleka kazi yako katika TV, basi serious hiyo iweke kazi yako unapoipeleka YouTube. Tumeona unakuta mtu anatengeneza kazi yake ya comedy, katika kutengeneza kazi yake ya comedy, ndani yake anatumia effect ambazo sio za kwake, anatumia effect za kuchukua kwa mtu mwingine. Hiyo ni unprofessional. Utakiwa kufanya hivyo, unatakiwa utumie vitu ambavyo vinakuhusu wewe mwenyewe binafsi. Unaweza kusema kwamba mbona sijapigwa strike?
mbona sijapigwa copyright? Lakini hiyo inakuwa ina hatari zaidi kwako, inakufungia. Kuna baadhi ya settings zinakuwa kwa haziwezi kufunguka baadhi ya nchi, kwa sababu unakuwa unatumia maudhui ambao wahusika wanakuwa ni za kwao na wana umiliki nazo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna maeneo fulani channel yako inakuwa haifiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu unatumia effect ambazo sio za kwako, sio ambazo ni original kutoka kwako, bali wewe umechukua kutoka sehemu nyingine. Kwa hiyo usiangalie tu upigwe copyright, usiangalie tu upigwe strike, usiangalie tu upigwe used content. Unaweza usipigwe used content, unaweza usipigwe copyright, unaweza usipigwe strike, lakini channel yako ikaanza kudumaa, ukashangaa kuna baadhi ya maeneo inakuwa haiwezi kufika viral zaidi. Na wewe utakuwa shahidi kwamba hata katika mapato unakuta kwamba kwa views ambao unapata kwa taifa lako la Tanzania ni tofauti na views ambao watakaopatikana nje ya taifa la Tanzania, hususan mataifa ya Scandinavia, lakini pia hata mataifa ya Afrika Magharibi. Unakuta mapato yao yanakuwa kwa views zile ambao wanazipata Tanzania, lakini kwa views wa Afrika Magharibi inakuwa ina faida zaidi. Kwa hiyo hilo lazima uweze kulizingatia, Mwanafilamu Darasa, hilo lazima uweze kulitilia maanani kabisa, ili uweze kupata faida katika utengenezaji wa kazi yako ya YouTube ambayo unaenda kwa ajili ya kuweza kuuza maudhui yao katika digital platform. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa nakuletea somo hili la kuweza kuzingatia katika utengenezaji wa maudhui kwa ajili ya kuweza kuyaweka YouTube, hususan kwa wale ambao wanafanya kazi za filamu. Usitumie maudhui ambayo hujatengeneza wewe mwenyewe. Kama utakuwa bado haujasubscribe, fanya hivyo, lakini pia tunakukaribisha Filamu Darasa Tanzania kwa namba unayoiona hapo chini. Nenda WhatsApp, andika niunge Filamu Darasa, basi utaungwa moja kwa moja katika group maalum ambalo katika grupu hilo tutaendelea kupeana elimu, tutaendelea kupeana hamasa, lakini pia tutakuwa tunaendelea kupeana fursa za kiuigizaji, lakini pia tutakuwa tukiendelea kuelimishana zaidi na zaidi. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda, hadi wakati mwingine, bye bye.